Wanazuoni wetu wanatuambia asabru yanqasimu ila 3 aqsam. Subra imegawanyika sehemu 3: asabru ala ta'a, wasabru anil ma'siyah, wasabru ala ma qaddara Allahu alayka min almasa'ib. Subra ya kwanza ni subra ya kutekeleza maamrisho ya Mola wako. Kama sasa hivi tuko katika ibada ya saumu, chakula unacho, vinywaji unavyo, njaa imekubana, kiu imekuzidi, lakini unajizuia. Hiyo ni asabru ala ta'a, subra kutekeleza maamrisho ya Mola wako subhana. Sala, hakuna ambaye kwamba atatekeleza ibada ya swala kama hana subra. Mathalan, una miaka 10 umebakisha juu ya mgongo wa ardhi, bimaana Mwenyezi Mungu anakutaka uswali kwa miaka 10. Leo uswali Ijumaa, urejee uswali alasiri, uswali magharibi, uswali isha, uje kesho alfajiri, kesho adhuhuri, utakuwa umemaliza siku ya kwanza katika miaka 10 au miaka 5 ambayo kwamba umebakisha duniani. Nani atadumu na hii ibada ya swala kama hana subra? Wama yulaqaha illa alladhina sabaru. Kutoa zaka, wewe ndo unakwenda mbio, wewe ndo unachoka, wewe ndo unahangaika, unaumia. Mwenyezi Mungu anakutaka utoe fungu fulani katika hiyo mali yako. Watuhibbuna almala hubban jamma, na hayo mali mnayopenda mno. Nani katika matajiri mwenye nafasi, mwenye uwezo atatekeleza hii amri ya zaka kama hana subra na ibada nyinginezo? Subra ya pili ni anil maasiya, ya kutomwasi Allah. Hata kuacha maasiya inataka subra. Kijana barubaru, damu inamchemka, na dunia ni kama tunavyoishuhudia, dunia ya kisasa, dunia mambo leo, dunia ya .com. Nani katika vijana wa Kiislamu atajizuia asiingie katika jarima tuzina kama hana subra? Hii subra inajulikana kama wasabru anil maasiya, subra ya kutomwasi Allah azza wa jalla. Katika wanabiashara, ili huyu mwanabiashara asiingie katika biashara ya riba, asiingie katika jarima ya riba, na ukipenda sema dunia ya sasa ni dunia ya riba. Huyu mfanyi kazi ama mfanyaji biashara wa Kiislamu, ili asiingie katika riba, lazima awe na sifa ya subra. Hii subra inajulikana kama wasabru anil maasiya, subra ya kutomwasi Allah azza wa jalla. Na subra ya tatu, wasabru ala ma qaddara Allahu alayka min almasaibi, usubirie katika yale ambayo kwamba atakuandikia Mwenyezi Mungu katika mitihani. Na sunna ya Mwenyezi Mungu, sunnatu rabbaniya, idha ahabba Allahu qauman ibtalahum, Mwenyezi Mungu akiwapenda watu huwapa mtihani. Ashaddu nnasi balaan al-anbiya thumma as-salihun fal-amthal wal-amthal, wale wenye kupata misukosuko mizito ni mitume wa Allah, na katika mitume wametofautiana katika mitihani. Mwenyezi Mungu anamweleza mtume, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Ya Muhammad, subiri kama walivyosubiria ndugu zako katika ulul azmi.